Sema amina. Sema amen. Baba yetu ni Mungu tu. Amina. Na Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Tunamtumikia huyo. Huyo ndiye mwokozi wa maisha yetu. Haleluya. Leo tutajifunza somo linalosema suluhisho ya mambo yote katika kufanikiwa kwa yote. Suluhisho ya yote. Suluhisho ya mambo yote katika kufanikiwa ni kurejea kwa Mungu. Haleluya. Kurejea kwa Bwana. Haleluya. Suluhisho la shida zako, suluhisho la familia, suluhisho la ndoa, suluhisho la magonjwa, suluhisho la changamoto, suluhisho la milima ni kurejea kwa Mungu aliyekuumba. Piga Yesu makofi mazuri sana. Sema amina. Hebu soma Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari 19. Murejee. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Haleluya. Tarudia tena. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Haleluya. Kama unataka maisha yako yawe mazuri, kama kweli una nia ya dhati kubadilisha maisha yako, kama kweli umeamua kwamba ufanikiwe kwenye maisha yako yote, namba moja, rejea. Rejea kwa Mungu wako. Yaani uhindukire. Mungu anabariki, Mungu anainua, Mungu anabadilisha maisha. Kinachozuia usibarikiwe ni dhambi. Na hii ni siri kubwa mno. KRPT hii haiwezi kukuokoa. Hii dini hakuna wokovu ndani ya dini. MVCT haiwezi kumuokoa, ile ni dini. MM haiwezi kukuokoa wewe, ile ni dini. Uislamu hawezi kukuokoa, ile ni dini. Usabato hawezi kukuokoa, ile ni dini. Judaism ni dini. Na hizo dini zote zimesajiliwa serikali ili tupate namna kumwabudu Mungu bila kuvunja sheria. Ndani ya dini hakuna wokovu. Dini hizi aliyesajili Chadema ndio amesajili KRPT, aliyesajili Chadema ndio amesajili MM, aliyesajili kafu ndio amesajili madini. Hizi dini za Tanzania zote zimesajiliwa kwa ofisi ya siasa. Aliyesajili vyama ndiye amesajili dini. Sasa wokovu ukoje? Aliyeko KRPT, aliyeacha dhambi, huyo ndiye mtu wa Mungu. Piga Yesu makofi mazuri sana. Aliyeko ya muhimu, aliyeacha dhambi akatubu kabisa, aliyeko kwenye dini akatubu kabisa. Ndani hizo dini nyingi maelfu duniani, akawa kwenye dini lakini akaacha, akatubu, akarejea. Huyo ndiye mrokore wa kweli. Piga Yesu makofi mazuri sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ina maana hivi, ukiwa humu ndani ya hii kanisa na hujatubu dhambi, hakuna lolote. Ukiwa pale Sabato, hufanye kazi Jumamosi, hurimi, hufanye kazi na hujaacha dhambi, ni sifuri. Ongeza sifuri na siku yako unaweza kwenda mbinguni. Yeyote ambaye hayuko kwenye dini lakini hajaacha dhambi, huyo sio mtu wa Mungu. Sio mtu wa Mungu. Sio mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu ni aliyeacha dhambi. Ndio maana nasema tubuni mrejee. Tubu urejee. Haya madini yote yatabaki. Mungu hutamwambia eti Mungu ni KRPT. Hutamwambia eti Mungu ni MM. Eti ni Mungu. Mungu watu wake ni walioacha dhambi. Piga Yesu makofi mazuri sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
waliosajili. Lakini warokore halisi ni wale walioacha dhambi wakatubu, kwa kumaanisha kuacha. Piga Yesu makofi na vigelegele. Piga Yesu makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Mtu ameshika Jumamosi mzinzi, Jumapili Jumamosi harimi, hafanyi biashara, lakini kifika saa moja na mke wa mtu ukimugusa anasema mimi nimeshika Sabato. Sabato gani? Mjinga wewe. Wewe umeshika Sabato. Aliyeshika Sabato kweli kweli ameacha dhambi. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Haleluya, haleluya. Aliacha dhambi. Huyo ni Sabato safi. Aliacha dhambi. Huyo ni evubisi mzuri. Hata kama uko hapo kisha dhambi, wewe tayari umerejea. Mwacha uchawi. Wewe unasali hapo na roga usome umeokoka. Usali hapo na zini mitano usome umeokoka. Uje hapo kanisani maraya hapo useme Mungu akija naenda nimeokoka. Hapana. Hapana. Pamoja kama tunasifu, tunaruka, tunashangilia, wewe bado wewe unasapoti wenzako walioiva. Ni sawa na mzinga wa nyuki. Malkia ni mmoja, ile nyuki zimejaa kwenye mzinga, zimemzunguka malkia huyu. Haleluya. Wewe unazunguka waliookoka. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Haleluya, haleluya. Pepea mkono namna hii kama unanielewa. Piga Yesu makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Amen. Aliacha dhambi ndio mtu wa Mungu. Chungaji muhuni hata kama nahubiri akakesha huko sokoni, anaana wake za watu, huyo hamna kitu. Uwe nani, uwe asikofu. Asikofu anaenda kwa mganga eti kanisa liongezeke, anaenda kutoa kafara kwa mashetani eti alete watu kwa Mungu. Huyo sio mtumishi wa Mungu huyo. Wengine wataenda tawahubiri, yeye atabaki na vile sadaka labda vile vya Jumapili na moto juu. Lakini mchungaji aliyeiva lazima aache dhambi. Piga Yesu makofi na Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Uzuri wa Mungu hana upendeleo. Hakuna cha askofu, hakuna cha mzee wa kanisa, hakuna cha nani. Yeye akifika anasema naomba cheti cha usafi wa roho yako. Haleluya. Sema amina. Utamwambia eti niliimba mno, nilihubiri sana, anasema uliishije? Naomba kitambulisho cha shati nyeupe. Anasema vaeni nguo nyeupe isiyokuwa na doa. Nguo safi. Nguo safi sio nguo hizi tunazovaa. Ni matendo yako. Maisha mema. Huna takataka. Nguo yako ni nyeupe. Roho yako manake ni nyeupe, sio nguo tunazozivaa. Maisha yako yako sawa sawa. Haleluya. 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 Kuishi nje ya dhambi, kuishi nje ya shetani, kuishi nje ya tamaa ya mwili. Mtu anajaribiwa na vitu vitatu. Cha kwanza anajaribiwa na Mungu mwenyewe. Mungu akikujaribu simama imara. Kushinda jaribu la Mungu usimame tu. Siyumbe kama Ayubu. Ayubu alisimama kwenye majaribu yake. Alifisha watoto 10 wakafa wote, hakurudi nyuma, akasimama imara. Mungu alipoona amesimama akamrudishia watoto 10 wake na mara kazilisha. Jaribu la Mungu tunalishinda kwa kusimama imara. Msimama. Ukiona unapitia kwenye majaribu kwa kugundua hujatenda dhambi, ni Mungu anakupima. Sasa simama imara. Simama imara. Ukimaliza ile jaribu unapanda viwango. Jaribu la pili linatoka kwa shetani. Shetani yeye hakupimi, yeye anataka kudondoke kabisa. Wala hatesiti. Yeye anakuja kukuangusha kabisa. Niende nikamjaribu huyu msichana, ni akiwezekana azini kabisa, nimtoe kwa Mungu. Hana utani shetani. Hana majaribu hata kujaribu kwa cheka anjaka kutokea. Yeye akileta jaribu ana lengo moja tu, dondoke. Hana huruma. Lakini Mungu akiona umezidiwa anatoa mlango. Unalishinda. Shetani hatoagi nafasi. Kama ni muimbaji akileta mvana kujaribu kwenye mapenzi, akakuomba mapenzi, akakushawishi, ametumwa na shetani, wewe ukasema ukamkubali yule mtu, umeanguka kwenye dhambi. Baada ya kufanya ile tukio unaishiwa nguvu zote.
Halafu anaenda kutangaza mitaani, kiroho unaanza kudhalilika mitaani kote. Ukitaka kuimba unaishiwa nguvu. Ukitaka kuimba unakumbuka unayofanya. Ukitaka kuabudu roho inagonga. Shetani anakuambia tulishamaliza wewe. Unabaki hasa unajisukuma kwa kujilazimisha. Unajaribu kuabudu kwa kulazimisha. Kwa sababu umezidi tayari. Alikuweza. Akishakuweza naondoka. Wewe ni mali yake, hata kama unabaki unaimba wewe ni mali yake. Labda uchukue maamuzi magumu, ukamwambia mchungaji nimezini, niombee sala ya toba. Ujasiri mgumu sasa. Lakini wachache wanaoweza hivi. Wengine anasema mchungaji akuniona, baba akuniona, washika kuniona, nitaimba hivi, nitaendeleamo. Sasa kuendeleamo, kinachotokea unaugua ukoma. Ukianza kuimbia watu wapeleke rohoni vinagoma. Yesu! Ulizini vinashuka. Unajikaza wazamishi, uzami. Roho inagoma, kumbuka kwenye matuta. Kumbuka shemresiri. Kumbuka kwenye migomba. Kisha unasema Yesu. Yesu. Wewe hebu kazana basi. Mbona huko kama zamani? Nauma UTI. Sio UTI. Anauma uzinzi. Uzinzi unamupiga ndani kwa ndani. Vita anagongana nayo ndani kwa ndani. Piga Yesu makofi mazuri. Inaitwa vita ya nafsi, anagombana yeye na Mungu. Yule jasiri anaamua, anasema sasa ndio nalima naenda kwa mchungaji. Mchungaji ni kwamba kweli nimejaribiwa na shetani, nimefanya umaraya. Kwa hiyo naomba angalau mimi nimejuta. Kama nilivyojuta Daudi. Naanguka mbele ya watumishi wa Mungu, unatubu ile kosa unalitamka kabisa, unalitamka. Sio kuficha. Ukificha utakonda. Ukificha utadhalilika. Ukificha huduma inakufa. Ukificha unaweza kunyongonyea. Ni kama bata moja walimngizia wajira, anaenda kwa jirani bata moja, wakamwekea spoke huko mgongoni wakaiachia. Yule naye ifuga aliona aliona hamuna, kiangalia anaona inatembea, akaona inakonda bata yake, anazidi konda, anaipa dawa hamuna, weka dawa za mifugo hakuna, bata anazidi kuugua, bata anazidi kudhoofika. Ikafika hatua hasa ameshaisha kamchinji. Wakati anamchinja ndio aligundua shida ya yule bata. Alikata kisu akakuta kuna sipoku. Imeanzia kumgongoni imefika huko shingoni. Kumbe yule bata alikuwa anaishi na chuma ndani. Mwenye kumfuga alikuwa hajui. Kwa alikuwa anakonda pole pole kwa sababu ana kitu. Akipewa dawa haiwezi kutoa ile sipoku. Hata akasema huyu jirani mbaya namna hii ameua kata yangu. Kwa hiyo ikawa imekufa hivi. Kwa hiyo mtu aliyetenda umaraya anakuwa kama huyo bata. Yaani anakuwa na nyongonyea. Uwezo wa kutunga nyimbo unaisha. Uwezo wa kuhamasisha watu kuimba unaisha. Anapigwa na ile nondo iliyoko ndani. Akitaka kujikaza inashindikana. Anajaribu kujikaza mbele washike inashindikana. Mwisho akiendelea kukaa hiyo mwisho Mungu na hayo majuto yote anampa ili aseme. Mungu akiona sasa amekuwa mgumu kueleweka, anakutengenezea mazingira ya kukuanika mbele ya watu wote. Mwanama ulikuwa unasikia maumivu ya moyoni usemi. Unakana kitu usemi. Unazidi kukona kilo, wanakwambia mbona umtumikie Mungu? Mbona umtumikia Mungu? Lakini ukikuangalia wanaona unashuka. Kwani huyu kijana wetu Amani, si mlimo aliona alianza kunyongonyea. Nikiwa naomba pale, nikisema Mungu aliye mbinguni, watu wanafanya huduma wakiwa wanazini. Hebu pika shughulika nao. Dada bwana afungizisha. Anashituka. Huyu mchungaji anaomba vitu gani? Siyumo, mimi simjui. Mimi nasukuma maneno. Naona jicho kabisa ananiangalia moja nifungu. Sema huyu anaumwa. Huyu ukimgusa mharifu lazima akasirike. Lazima ukisema wewe mchawi akiwemo humu, unaona misuli ya humu inaanza kuchachama. Haleluya, haleluya, haleluya. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Anakonda. Ni sawa na mbuzi yokula mfuko. Inakonda na jatumbo. Kuna kitu. Kwa hiyo ni hivi. Kama umetenda dhambi, shetani akakujaribu, akakurudi, akakuangusha chini, unakosa ujasiri, utanyongonyea. Jaribu la pili. Jaribu la tatu linatoka kwenye mwili wako na dunia.
Majaribu vyanzo vyake ni vitatu: Mungu, Shetani na mwili wako na dunia. Mwili nao unaleta majaribu. Mwili huu unaenda sokoni pale, kakapita kademu, macho yanasema angalia mtumishi wa Mungu. Sasa kama hujastuka, hayo ni mwili. Sema ye. Huo ni nini? Nini? Mwili. Mtu ameolewa na mume anasema mume wangu sio mzuri, mume wangu ameharibika, mume wangu hana mvuto, mume wangu simwelewi. Ni mwili. Huo ni mwili. Kuanza kukosa hamu na mume wako aliyekuoa, unaanza kuona mume wa mtu wa pembeni ndiye anafaa kuwa mume wako, kiasi kwamba unaanza kuonyesha na dalili. Ujue mwili sasa umeinuka, umekuinukia mwili. Usipoudhibiti utamsaliti mume wako, utaenda kwa yule baba. Ukishaenda kule kwa yule baba ukalala naye, mwili unapamba moto, utaanza kuleta dharau ndani. Utaheshimu mume tena, utadharau familia. Matokeo yake mji wako umekufa. Kisha kufa umeuawa na dhambi uliyoitenda kwa kusaliti mume wako. Haleluya. Na hata wakikushauri hutaelewa kwa wepesi. Utasema hapana, mimi sifanyi hayo, mimi ni mwaminifu, mimi ni mwema. Utahitaji kuonyesha upendo wa juu, lakini itafika hatua Mungu atachoka, atakufunua mbele ya mume wako na watu wote watakuona. Halafu heshima kijijini itaisha, waliokuwa na kuamini watapoteza imani na wewe. Tena utasimama sokoni kuimba, utakuwa unasema nasali, watakudharau kuanzia chini hadi juu. Bora wale wa nje, sio wewe ulioko ndani. Wewe ulioko ndani ukifanya kosa, ni kijiji chote kinakujadili. Wote wanakujadili, wanasema na huyu tunamwona anapita hapa kanisani kila siku ameshamaliza barabara kwa kukwangua na viatu. Leo hii na yeye wanashanga. Wanasema kumbe bora sisi tulioko nchi. Sasa yale maneno ukiyasikia yatakufanya uishiwe nguvu, unyongonyee, hafu unaanza kuonekana kama kituko, hali itakuwa mbaya. Haleluya. 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 Na kijiji takihama. Utahama kijiji. Na unajipenda. Unaamua kutoka tu, kuficha aibu. Kila anayekutana naye mpende kwa tusikie ulibaka. Ni Shetani aliniangusha. Wewe uliangukaje? Wakati una mume. Sasa sitokea ukamata wewe. Wakaita na wakitongozi, wakaita na barozi, na wananchi wakaja kushuhudia. Wanakutoa nje wamekuninginiza kwenye suwa. Hiyo sasa inasambaa hadi huko pembeni nyuma. Haleluya. Haleluya. Amen. Lazima tuushinde mwili. Tushinde mwili. Kuimba ni mwili. Kutongoza ni mwili. Kudokoa ni mwili. Matusi ni mwili. Roho mbaya ni mwili. Chuki ni mwili. Fitina ni mwili. Wivu ni mwili. Kijicho ni mwili. Mambo yote machafu yatoka kwenye mwili. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri kabla leo. Haleluya, haleluya. Mwili ile mtoto wa fulani ni mure, ana afya, wachawa na kama chawa na ukimba mtoto kuelei, wewe unafikiria yuko na fulani anasema ningempata jioni tukamura huyu, na umempa kabisa anaye mkononi, yuko na rusha yeye anasema jamani ningemura huyu. Na kwa hiyo unashangaa toka umempa yule mama kampakata, kanaanza kunyongonyea, kanaugua. Kumbe wakati amepakata anachukua nywele, pakata anachukua kadaso, pakata anachukua tumate, wewe kumbe anachukua. Fika nyumbani mtoto hoi kwisha. Jiona anajia, anafukua, wanaingia kwenye kilinge, wanakatakata kwenye pipa, wanakula, na anakuwa kwanza kuja kulia nyumbani kwako, mpole umefishi. Kati huyo ndiye ameua mtoto. Tamaa ya mwili, kula watu. Wanakula watu ni wajinga sana. Pigia Yesu makofi mazuri sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Lazima tuushinde mwili. Tushinde tamaa zake. Wasichana hawa kwetu, ili wafike hatua wafunge ndoa kabisa, waudie heshima, lazima washinde mwili. Lakini sivyo,
wataolewa na wanaume, anafikisha ndani, kupima vigezo vya ubikira havipo. Huyo kukuta ni mwanamke. Sema vipi? Ulikuwaje? Siku naimba kwa wewe. Siku namtumikia Mungu. Hii hali bwana sioni. Ngo basikeli ya wapi wewe? Basikeli gani tobiki? Basikeli gani ambayo haina kitabu? Wewe ni malaya tu. Acha mbwembwe, wewe ni mzizi. Basikeli. Hadi kijana anatoka, tumeimba na pambio na kigeregere, amesema nimepeleka bikira, kumbe nitakataka hiyo hifa. Alishagawa sana. Unaingia kwenye pembo nalia Mungu basi. Nalo nicharibu. Niendelee au nisiendelee? Haleluya. Mabikira wako wapi leo? Sema amina. Nagawa tu. Hadi Mungu unapitiliza. Ni kimaraya. Ndio maana wengine hawaishi vizuri kwenye familia. Mchungaji na somo kesi ujui hii koji. Simuelewi. Yanamwambia simuelewi, anasema simuelewi. Simuelewi. Hamwelewani nini? Kusema wanashindwa. Simuelewi mchungaji mke wangu. Mke anasema mimi simuelewi. Kumbe mambo ni mambo. Zamani kwenye wazee wa Kia wa zamani walikuwa kioa kwa mtu. Anasema nina uhakika na mwanangu. Nina uhakika naye. Shuka nyeupe hii hapa ina nayo. Ukikuta na bikira mali zako tuchukue zote. Ujichukue mali zako. Chukua mwanangu ni mkubali. Wewe mwandaa usafi. Na kidhibitisho shuka nyeupe nenda nayo. Taleta majibu. Na kweli akikuta liharibika, anarudisha ng'ombe, anarudisha hela. Na kijiji kinatangaziwa kwamba huyu ni kenge mkubwa, hana lolote. Sema amen. Anasema mzee shuka hii hapa hamna chochote. Nipe hela yangu. Leta hela yangu. Mwanangu nifanyaje? Leta hela. Yesu mwenyewe ametoka kwa Bikira Maria. Bikira. Asingemzaa maraya angekuwa angeharibika. Sema amen. Amen. Nasikia? Yeah? Watu wameoza. Sasa ukimwangukia huyo msichana aliana wanaume 30. Mji hautulii. Ukimwoko bahati mbaya ni kihuni. Hata kama umetoka kanisani. Kisha ana watu 20 au 30 na kuambia ni vikao kila siku. Humutoshelezi. Kwa sababu alishaana wakubwa, wengine wako kama punda, wengine wako kama wengine wafupi nyundo, wengine torotoro. Alishaoza. Sio mtu ni pepo. Pigia Yesu makofi kabla nini. Hatuwezi kufumba macho hata ni kuhubiri. Haleluya. Tunahubiri moja kwa moja. Niseme nisiseme. Mungu anaumia kuona uzao wa namna hii. Uzao wa ajabu. Mama zetu waliweza kuishi maisha mema, walikuwa waaminifu.
walitulia. Huwezi kumgusa mama zamani eti tukale porini, sisi tuanze mapenzi sijakuoa. Havipo. Ndio maana umetuzaa tu sisi. Inaonekaje hao watoto naoza wazio kazao watoto wakafa mapema. Kizazi kinateketea. Si kwamba tutaishia mapenzi tu. Utabeba sura, utabeba tabia, utabeba ukoo wao, utabeba kila kitu, utabeba siku hiyo tayari. Na hata kila utakuwa unashangaa na rejea. Ndio maana ukiwa ushauri wao waelewani, hawezi kuelewa. Anarudi kwa hata kipiga. Hata mama kimkamata yule mwanamke sema, "Huyu mwanamke kwa unaniacha mimi, unaenda kwa huyu. Mimi kwanza utaacha." Sitaacha. Anakamata ile spana ya basikeli ile prize inavuta pua. Anasema sitarudia kabisa. Anakamata mfinya. Lakini nikipita wiki mbili jamani pita tena unakuta wako pamoja. Kwa nini roho? Sisi ungana. Fanya vikao na vikao. Ita wachungaji wengine wenye kipara kama mimi. Zungumuza huo mgogoro. Bado na sema itamaa chachi. Roho zimeshikamana. How can I live her? How can I live here? Tamaa chachi. Roho. Ndio maana Biblia inasema hatutaachana wanawake isipokuwa kwa kosa moja. Kosa la uasherati. Kosa la uzinzi. Hilo Mungu Yesu anasema mwenyewe kwamba isipokuwa uzinzi, isipokuwa alijua madhara yatakayotokea baada ya kukusaiti wewe. Ukienda kumwangalia wanashana yule mwanamume wanakuua. Kwa dawa ni kutoka takataka hiyo. Utafanyaje? Kwani atakuelewa? Atakuelewa tena? Hawezi. Ameuza utu. Ameuza roho. Ameuza heshima. Ameuza utu wako. Ukizunguka kwa nini mke wake anamjua? Mke wake anamjua. Najua na rama hizo nazo. Yaani amekuvua. Amekuvua nguo kwenye sokoro. Huna heshima tena. Yesu anasema kwa kosa hilo toweni. Toa. Nimevuka mipaka. Ndiyo kosa Yesu alitamka. Uchawi sio sana. Alisema uzinzi. Yaani mimi hapa nileka na mke mwingine na mke. Yesu anasema kwa kweli hilo hapana. Nina mke wangu anisaidie hata kwa mume mwingine. Hata mimi nimebakiza nini? Nina heshima gani? Huyo sio mke tena. Sio mke tena. Wala sanga melala naye anasema roho mashana wakati mume wake ni John. Sasa malaka amemkumbuka. Sema amen. Sema amen. Anaota mwingine huyo melala. Sina Mungu anampenda wajembe pole pole kama Mungu hana Yesu. Anasema naotaje? Kwani naota nini? Sema umetaja mtu. Kweli mmefikia tu hiyo mke wangu. Ndio nasikia amechomana visu, amechomana ameuana ndani. Wivu. Wafikiria tu bata na wivu. Ukileta pale mbele wangu nina majike kama 20 na madume yako mani. Kwani si wengi tu. Lakini zinagombana. Kakiruki hapo kamoja. Je mtu? Je binadamu? Haleluya! Pigia Yesu makofi na vigelegele. Kama wanyama wasio na akili wanawivu, je binadamu? Kisu. Mwanaume nikasika rafiki yangu ni kisu. Walimchoma hapo Kayanza. Bwana rana mke wa mtu. Walimtumia mtu hela wa kuchukua walichoma. Mke wa mtu. Baada ya jawa ina donoa tu. Bata hayui ila mtu na huo. Piga kisu. Ayogundura nani mke wake? Ni kisu. Unaona mtu sio mjua. Wala utamwambia kwa beta ilikubali mwenyewe. Kama
kukataa. Walijirengesha mwanao, alijirengesha mwanao. Sasa nawe alijirengesha kwa panga. Yeah. Walimu wamekufa watu wengi. Lazima mwili tuudhibiti. Tudhibiti mwili. Utaleta matatizo nyumbani kwako. Watu na hiyo tabia nayo. Watakuua. Kuna mtu amemuua, waliua huku mwalimu. Mke wake alikuwa na msaliti ya kujua, walimpa sumu na wala. Afe. Alikufa tumbo limejaa. Kwa maana tuziba. Kitendo cha kwenda kukaa hapa anatufuatia fuatia mume wako. Tufanyeje? Wakapanga wamumalize pamoja. Wakaisha kufa huyo mwalimu. Mke ni mjinga kitoka nje ndoa. Hata ile akili ya kujikontrol hana. Anaenda mazima kabisa. Bora hata mwanaume. Anataka wana kontrol. Mwanamke akisha pende yeye na kichwa na miguu na masikio na pua yote. Fu! Hapo mbona anakwambia sina mume? Anakwambia sina mume. Anasema sina mume. Wakati naye. Wanawake wamechiki. Piga Yesu makofi mazuri sana. Nenda pale kwa amani kahesabu wanaouzwa pale kwenye bani wanaume wangapi? Wale wanawake wangapi? Walioko kwenye vyombo kwenye nyumba za starehe ni wanaume wengi. Hao ni wanawake. Nenda Mwanza pale Vitunguu. Ni wanaume ni wanawake. Nenda Dar es Salaam. Waliokaa wamevaa chupi na tukabutura ndio hena. Wanawake. Wanaona gari wanachia 100. Mimi tako original. Mimi titi original. Nichukue mimi kwa shilingi 500. Sio na dereva mmoja wanawake 200 mituku kadhaa. Msipoomba nyewe wanawake mna vita. Msipopiga magoti mkaomba kumuona Yesu ni vigumu. Si wadanganyi. Kutembea uchi wao, kubadilisha ngozi wao, kuchoma sindano za matako wao, kujichubua nyie, Nywele za bandia nyie. Rangi za kwenye midomo nyinyi. Kusha za bandia wao. Mimi bado najipara sasa kukuotesha nywele. Bali nimekubali mimi kipara, bali nimekubali mimi. Ninakipara mimi bali nimekubali. piga Yesu makofi mazuri. Haleluya, 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 haleluya. Singerua shampoo. Nikapaka paka. Zirefu. Ama nua kofia za nywele, zipo zinauzwa. Lakini nyinyi imefikia tu mnanua matako ya plastiki. Kwa duka 20,000. Ananua itako la plastiki analibandika na kamba. Anaweka vizuri 20. Anaweka kusketi na nini eti waonekana anainye kubwa. 20,000. Imefika hatua unachoma kiuno dawa. Ile dawa ni mbaya sana. Imefika hatua mnapiga mihuri ya moto kwenye mili yenu, unaweka inge kwenye titi. Weka alama ya nyoka kwenye shingo. Tuwe mzuri, tuwe mrembo, uongoze kuliko washika wote. Mwingine sasa tunataka niwe mkali. Ukali wewe, lemba roho yako. Lemba oga tu maji haya ya nyakanazi, oga mara 3 jipake mamizi. Wewe ni mzuri tu. Piga Yesu makofi mazuri sana. Kurejea, usiporejea kama utakataa ukasema mchungaji aseme siseme, Usiporejea ni laana. Kolewa no, watakutumia, itafika tu utachoka. Wako wanamaliza form 4 wengine, na wengine wanakuja wanakaba. Ukisha choka, wakutongoza hawapo, narudi nyumbani unakaa, mashavu yanabonyea, hakuna mume, unashangaa na kaskwende imo, unashangaa uchumi hakuna, biashara hakuna, mwili unaanza kuwaka moto. Watoto hamuna. Kibeba inaporomoka. Mungu amegoma sasa. Aliyekuumba. Ule vuruga hekalu lake. Unataka kuacha salama. Mimi utanidharau. Mimi utasema huyu ana watu gani? Aliyekuleta sasa. Aliyekuumba.
sio mimi, ni Mungu. Hata kubali, anasema atakayeharibu jengo langu na mimi nitamharibu pia. Jengo sio hili, jengo ni mwili huu. Ukiutumia vibaya mwili huu uliopewa na Mungu, Mungu anabadilika na kutandika fimbo za hatari, fimbo za magonjwa, fimbo za mikosi, fimbo za balaa, fimbo za kila aina. Unaanza kuhangaika, kumbe umechezea hekalu la Mungu. Huo mwili wako ni hekalu takatifu la nani? La Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri kama hayo. Haleluya, haleluya. Kwa lazima turejee. Namba 2. Na ukitubu usirudie tena. Ukitubu karudimo, hujarejea. Ukienda ukatengeneza, ukarudi tena huko, hujatengeneza. Unatafuta matatizo tena zaidi. Tena hawa watu wa kutubutubu kila siku. Anahubiriwa leo, anatengeneza. Ijumaa ile ana mwanaume. Huwa Mungu anafika hatua anachoka. Anasema hasa wewe Bwana, kwenye mambo yangu ya mbinguni umefutwa. Ni kuambia kitokea hiyo. Ikafika Mungu akasema ondoa Roho Mtakatifu wa kwangu, mtolee huyo mtu. Amepimwa, ameonekana hafai, ni mara nyingi amesema ameacha, anarudia. Mungu mwenyewe akaamua anafuta kabisa. Wapo watu wameshafutwa na kana tulikwambia. Labda kwa neema yake tena abadilishe. Jumapili umetubu, unatubu. Mungu anachokifanya kwamba atakaye kufuru Roho Mtakatifu, kumkufuru ndo hayo unakuja unatubu, unarudia, unatubu, unarudia, unatubu, unarudia. Mungu anasema huyo ndio yeye kwenye ratiba ya watu wakwenda mbinguni kabisa, wala hatuna mpango naye tena. Futa. Ndio hiyo unabakiza sasa, una hamu ya kusali, uweze kusimama kama ukoo Yesu. Kwa Yesu akakamisha kusema makanisa nani? Yana washakana kwa Waislamu vikashindikana. Kajaribu kuomba haviendi. Ameenda kanisa fulani wapi? Yaani Mungu akikuondoa, hatukitubu, hatukijambo tubu tena. Akisha sema no, huyo ameshindikana. Mbingu zikakuondoa kwenye ramani. Subiri moto tu. Hata ukija humu kakaa, haitakusaidia. Hata ukijiunga na kwaya. Taiba chini. Tasema niende muhimu, taiba chini. Tasema niende VPCT, taiba chini. Tenda Anglikana. Mungu amegoma. Amefuta huo mpango. Alikushawishi mara nyingi, wewe ukagoma, ukawa unamchezea tu ndevu. Nitubu leo. Natoka. Yesu anaenda kuzini tena. Anasema haya Bwana. Wapi hata mzazi tu inafikia tu anamkata mtoto asema wewe sio mwanangu tena. Anafika mwisho. Na Mungu ni hivyo. Ukimchosha. Mimi kuna watu wengi kabisa wengine nimewahubiri sana warudi kwa Mungu. Kwa sababu wamesha vuruga mambo hayo. Mungu ameshawakataa. Wanasubiri dhiki, itawakuta Mungu kanisani amekaa, wewe kila mtu ni mchawi. Ametubu uchawi, akauleta, mkamuombea, akakabidhi vyote. Halafu mnamwachia, anatoka pale, anakuongea mama, nipe mzigo mwingine mpya. Anapewa mzigo. Anakuja na wana watu, baada ya sikia neno, anarudi. Mimi anatubu, analeta na kabisa. Anakaa tena wiki 3, anaenda kuchukua vingine. Hivi ni kwamba ni wewe peke yako tu wa thamani. Hivi hapa shuleni kuna watoto wangapi wanaotubu? Hapo kwanza wewe unataka kiburi tu. Ijumaa tu waliotubu Ijumaa. Shule watoto wa darasa la pili. Nisema wako tubu ni wangapi? Walinyosha darasa zima. Sasa wewe mzembe mmoja, Mungu atakungangania peke yako, unamchezea tu. Burundi wapo, Rwanda wapo, Kongo wapo. Wewe peke yako. Baada ya wewe ujikombe kwa Mungu kwa kutenda mema, eti yeye Mungu aeni wewe mchezee, yani mchezee. Haipo kabisa. Lazima ukiingia kwa Yesu, ingia. Ikitokea bahati mbaya tu, yani mbaya sio mazoea. Basi umedondoka kwa bahati mbaya. Sasa hapo ndo unarudi unakimbia na majuto juu, unasema kwa kweli nimerudi nyuma Mungu. Unakuwa kama Daudi. Mungu alimsamehe. Wapi kile tu Daudi? Alimsamehe akasema sitakuacha hivi. Lazima watoto wako wabakane. Umeana mke wa mtu. Hayana mke wa Uria, akaana naye. Akaenda kujiongeza msamaha, unaomba msamaha, imeana mke wa Uria, ni tamani Mungu. Akasema sawa. Ni hivi.
mbona uliwa na mume wake? Sasa ni hivi, wewe ni mtu wangu, nakupenda, nakusamehe, lakini hii ngoma kwa watoto. Kijana kabaka dada yake, mwingine akampiga nyundo, adhabu za Mungu zinaanza. Alilia. Wewe ufanya dhambi eti wakati unajua kabisa ni kosa. Eti Mungu atanisamehe haraka haraka. Wengi wanadanganya hivyo. Mungu atanisamehe ngo nikienda Jumapili. Kuyataisha. Sio jepesi. Sio jepesi. Sio jepesi. Kutakuwa na adhabu. Tusimame. Ukiamua kuacha uchawi, acha kabisa. Acha kabisa. Afu songa mbele. Bana mimi niliacha. Ndio kwa napenda muziki, Bongo Flava. Yo. Nipo koka nilipaki. Wewe unapigana Amos. Sulipaki ngumi. Sasa mtu anaokoka bado anapika. Bado ni mrokore mchoyo. Bado mrokore mgumu. Bado mrokore akisimama kutokana watu mitaani asimamia vidole. Waje nikupasha mimi. Sasa wao wanapashana kama wa sokoni. Wanakuja wasema wewe usila sali pale. Mbona acha kwanza tulie kwanza. Tulia ni umupe imam. Wewe mgawama. Hata wanasogea watu ndio kuna wahubiri. Mnakwenda kitukanwa anatoka. Mnakwenda kitukanwa anajiendea. Mnakwenda kitukoto wanakimbia. Ungesema msimame na wewe umupe makavu. Umerudi maisha ya zamani. Maisha na ngoma. Hadi kuchokoza kabisa. Wewe kama amenianza. Ngoja nimupe. Ukimupa wanakuja wale kushuhudia pale pale. Wewe unasali bwana. Wewe unasema hivi, unasali pale kwa kuona kanisa kwa mchungaji Adamu. Yeye ndio mnaniona, lakini ngoja kwanza. Kwa Mungu mnaachana hapo. Ndio maana wengine huyu anakuta pale anambia kwamba hapo kanisani kwako kuna mshirika huyu. Huyo sio mshirika. Wala huyo unaniambia kwa sababu sokoni. Kwamba katika shamba kuna huyu anatukana na sokoni. Rogea waoni. Rogea waoni. Ulisimama pale ukaimba sokoni. Ulisimama popote wakakuona. Waisha kukali kama umeokoka. Sasa waanza kuona vitu ambavyo ni tofauti na wokovu. Biblia inasema hivi, walikupiga hapa, geuza na pale wanga. Wao ni kugeuza tu, wanashughulikia wananchi. Geuza na safu nyingine wapige. Ukiona umeumia, wale ambao wana tatizo na Mungu wananyongonyea, hawaoni maendeleo ya kiroho, hawaoni hatua, wanasikia kuungua ndani, hawaoni hatua zao. Siogope watu hawana mbingu, watu wenyewe wanabaki hapa, wewe ndio utakayeenda. Haleluya. Haya wazee wa kanisa, haya ni watu nyeo kupiga magoti, wanaotubu na ukitubu surudie kabisa. Acha kabisa baba. Acha mabaya ndugu yangu. Hali ni baya. Dunia ina vita. Dunia ni kuna njaa. Dunia imeoza. Dunia imeharibika. Muda wote anakuja Yesu kuchukua kanisa lake. Hii sio kanisa langu, ni kanisa la Yesu. Kwa hiyo lazima tutubu, lazima tukubali. Hii hata tukifa, tufie mikononi mwa Mungu, tufie mikononi mwa Yesu, tufie mikononi mwa Bwana. Dhambi tuziache, dhambi tuzikatae, dhambi tuzikimbie. Tutengeneze na Mungu wetu, tutengeneze na Yesu, tutengeneze na Mtakatifu, tutengeneze na Bwana, tutengeneze leo, tutengeneze tuamke, tutoke kwenye usingizi wa dhambi, usingizi wa matendo mabaya, tutubu kabisa. Asante Yesu. Ninyi mliokuja mbele, nyosha mikono juu, tutubu moja kwa moja. Sema Yesu, kuanzia leo namkataa shetani na kazi zake zote. Kuanzia leo maisha yangu nampa Mungu ayatawale sasa. Mungu nisamehe dhambi zote nilizozitenda kwa kuwa
langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninarejea kwako, nimekubali mimi mwenye dhambi. Nisamehe Bwana, nisamehe kabisa. Nimekutenda mabaya, nimekutenda makosa Mungu. Leo ninashuka mbele zako, naomba nisamehe kabisa. Futa dhambi zangu zote, futa makosa yangu yote. Kuanzia leo mimi ni mali yako Bwana. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Dhambi za matendo zote nazitubu mbele zako, dhambi za mawazo, dhambi za kusema, dhambi za kila namna, natubu mbele zako. Kuanzia leo mimi ni mali yako Bwana. Asante Yesu kwa kunisamehe. Amina. Nyosha mikono yako. Baba, wapokee watoto wako, wamekubali kutekeleza, wamekubali kutubu, wamekubali kutubu. Wapokee wote hawa, watekeleze Baba, waimarishe Baba, waepushe na dhambi, wasirudi nyuma tena, wasimame imara tena, waimarishe tena, wasikilie tena, waongoze tena, wape kushinda dhambi, washinde mwili, wamshinde shetani, wamshinde adui, wasirudi nyuma. Uwasimamie Bwana, uwatie nguvu Bwana, uwawezeshe Bwana, uwaepushe na mabaya, watenge na nguvu za giza, watenge na mashetani, watenge na nguvu za giza, watenge na magonjwa, watenge na rana, watenge na mikosi, watenge na nyoka za zamani. Yesu, wapokee, pokea watoto wako, pokea kila mmoja, pokea Yesu hai. Wakubali Baba, wasamehe Baba, ni kweli wamekukosea, lakini wewe wapokee, wamenyenyekea. Ulisema mwenyewe atakaye kukiri mbele ya watu utamkiri mbele za Mungu. Baba, wakubali, Baba, wakubali, Baba, wakubali watoto wako, wasamehe kabisa, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nenda kule ukakae tayari, ukapiga magoti, tuombe Mungu na wengine itwende nyumbani. Mmesamehewa. Imba kabisa. Mungu atakusamehe, Mungu atakusamehe. Unaponyenyekea, unaposhuka, wewe ni Baba, tunaomba utusamehe. Tunatubu dhambi zote tulizokukosea. Wewe ni Baba,
ukatubu makosa yako, ukatubu dhambi zako, ukamweleza Mungu, toba ya kweli na kusikia. Mwambie Mungu usiogope. Mwambie shida yako. Mwambie kitu ambacho kimeshindikana kukiacha. Inawezekana kuna dhambi imekung'ang'ania. Hiyo mwambie Mungu ataiondoa. Hiyo dhambi iliyokushinda wewe. Hiyo dhambi mwambie Mungu. Kwamba Mungu anakupenda. Lakini hii dhambi imekung'ang'ania. Acha kule yako Yesu anashindikana. Mungu nisaidie nishinde. Mwambie Mungu atakusaidia. Mwambie Mungu atakuwezesha. Mwambie Mungu atakusaidia. Ile dhambi ambayo kwa tatizo. Ile dhambi ambayo kila siku inatembea. Unatamani kusali na kurudisha nyuma. Unatamani kusali na kurudisha nyuma. Mwambie Mungu akuondoe. Haleluya. Hata sauti yako mwambie Mungu. Usiangalie jirani yako. Usiangalie jirani. Baba tunakuja mbele zako. Baba tunakuja mbele zako. Baba tunakuja mbele zako. Baba tunakuja mbele zako. Tunaomba msamaha. Samehe kanisa lako. Samehe maisha yako. Samehe mke wako. Samehe watoto wako. Samehe wazao wako. Samehe maisha yako. Samehe kanisa lako. Samehe wa maisha yetu. Samehe watoto wetu. Samehe maisha yangu. Samehe maisha yangu. Samehe Yesu, samehe. Samehe kanisa lako. Samehe maisha yako. Samehe watoto wako. Samehe wakina mama. Samehe watoto. Samehe maisha yetu. Tuko mbele zako Bwana. Tunashuka mbele zako. Tunainama mbele zako. Tazama maisha yetu. Tazama maisha yetu. Yesu tusaidie. Tunataka kurejea. Tunarejea kwako. 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 Tusamehe dhambi. Tusamehe makosa. Tusamehe madhaifu. Natubu kwa niaba ya kanisa. Natubu kwa niaba ya watoto. Natubu kwa niaba ya babu. Natubu kwa niaba ya wahenga. Natubu kwa niaba ya ukoo. Natubu Yesu Kristo. Natubu Yesu. Natubu mtumishi wako. Kwa